الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله، وأشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. إخوة الإيمان، mwaka wa 10 kwenda 11 التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliaga dunia na kuondoka katika ardhi hii na kuachia Uislamu hazina kubwa ya kitabu na sunna zake, na baada ya hapo kuingia katika kuwaongoza Waislamu khalifa wa Bwana Mtume Muhammad Abdullah ibn Abi Quhafa maarufu kwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ambaye ukhalifa wake ulichukua takriban miaka 2 na yeye akaelekea njia ile ile aliyoelekea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, takriban katika umri ule ule alioondokea Bwana Mtume Muhammad mtukufu wa daraja. Na baada ya Abu Bakr as-Siddiq khalifa wa Bwana Mtume Muhammad, akaja khalifa wa Bwana Mtume Muhammad ambaye ni Umar ibn al-Khattab. Abu Bakri alikuwa ameshaanza harakati nyingi sana ambazo tunazisoma katika tarikhi na hisri kama futuhatul islamiyya, namna Waislamu walivyokuwa wakipita katika kila mji na kufungua kuwa miji ya Kiislamu. Na wakati Abu Bakri anaaga dunia, aliacha wanajeshi wa Kiislamu wakipigana na jeshi la Rum au wakipigana na mataifa ya Kirum, ambayo ni moja katika maadui wakubwa walikuwa wanaizingira dola ya Kiislamu. Tarikhi ya Kiislamu inatuambia kwamba kulikuwa na maadui wawili wakubwa wazito wakipambana na Uislamu, nao ni Al-Fursi wa Rum, ni Mapashia na Warum. Wapashia ni majus alladhina kanu yaabuduna an-nar, na Warum wengi wao wakijinasibisha na dini ya Ukristo, wakijinasibisha na kwamba wao ni miongoni mwa watu ambao
wanamfuata Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Lakini pia Sayyiduna Umar ibn al-Khattab baada ya kuingia katika ukhalifa aliendeleza muendelezo ule ule alokuwa akiuendeleza Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq ya futuhatul islamiyya. Jeshi lililokuwa Syria au lililokuwa Sham likiongozwa na hizi nyota maarufu mno katika ulimwengu wa Kiislamu. Arju min tullabina wa abnaina min tullabil ilmi an yahfadhuha. Haya majina ni muhimu sana wayahifadhi vijana wanaosoma, hususan wapenzi wa tarikh. Khalid ibn al-Walid, huyu akiitwa Saifullah al-Maslul. Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Hawa ninaowataja wote walikuwa huko katika upande wa Syria, Jordan, Palestine, yaftahuna baladan tilwa albalad. Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Sayyiduna Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, Shurahbil ibn Hasana radiyallahu ta'ala anhu, Yazid ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu. Hawa huwezi ukazungumzia upande wa Jordan na Palestine, Syria, Sham, Quds bila ya kuyataja majina haya, makamanda wa hakika wa Kiislamu. Lakini pia katika wanajeshi wao alikuwepo Muadh ibn Jabal. Katika wanajeshi wao, katika masahaba wa Bwana Mtume Muhammad, alikuwepo Sayyiduna Bilal ibn Rabah al-Habashi, ambaye alihama mji wa Bwana Mtume baada ya Mtume kufa. Bilal akaenda zake Palestine, na Palestine ndio hiyo hiyo tunayoizungumzia, Syria, Jordan na miji mingine. Bilal akasema siwezi tena kuishi katika mji wa Mtume, kana kwamba kila akikaa anamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo vigogo hivi vya kivita katika dini, katika Uislamu, katika jihad, Khalid ibn al-Walid, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, Shurahbil ibn Hasana, Yazid ibn Abi Sufyan, na mpaka pia ndugu yake kaka yake Muawiya ibn Abi Sufyan na wengineo. Umar ibn al-Khattab alipata barua kutoka kwa wanajeshi hawa baada ya vita vilivyokuwa vikiitwa vita vya Yarmouk, ambavyo vilionyesha ishara ya kugonga kichwa cha Warum na kupoteza kabisa tawazuni zao na nguvu zao. Wanajeshi hawa wakakaa wakaulizana, ni mji gani next ambao unataka kufunguliwa uwe katika miji ya Kiislamu? Itasaat, Uislamu umeshatanua wigo, kila pahala wamefika hawa. Sasa tunakwenda wapi? Khalid ibn al-Walid anaulizwa na Abu Ubaida. Khalid akamwambia, sasa tunakwenda zetu Madinat al-Quds. Mnajua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam usiria bihi, alipita pale wakati wa Isra na Mi'raj, akasali pale, bali akawasalisha Waislamu, akawasalisha ndugu zake mitume pale. Na sisi kabla ya kuelekea Makka tulikuwa tunaelekea pale. Pale kuna umuhimu mkubwa wa kufika jeshi la Kiislamu. Wakati huo iko katika mikono ya Nasara Rum, ambao makao makuu yao Herakla yuko katika mji unaitwa Antakia. Umar ibn al-Khattab yuko zake Madina kama khalifa katika miaka ya 15 mpaka 17 Hijria. Leo tuko 1445. Hichi ninachokizungumza ni kati wa mwaka 15 na 17 Hijria. Amr ibn al-As, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah akapewa rai na Sayyiduna Khalid kwamba tunakwenda Quds, Palestine, linuharrira, tuache huru mji huu kutoka na mikono ya wale ambao hawastahiki kuwa pale. Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah
akapeleka barua kama kiongozi katika viongozi wa wanajeshi wa hapo kwa Umar ibn al-Khattab, akimuuliza ushauri wake. Umar akamwambia naam, nendeni. Mnajua hii ni thalithul haramain, ni ula alqiblatain, masra rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Waislamu wakawa ni wenye kuuzunguka mji wa Ilia ndo Quds, Palestine, zaidi ya miezi minne. Watu wa Quds wakajua kwamba wamezungukwa na jeshi la Kiislamu, na wakajua yaliyowakuta Warum, na wakajua kwamba hawana nguvu za kupambana na hawa. Lakini muhasara na kuzingirwa kwa muda mrefu kama huo, wakaamua wenyewe kujisalimisha na kusarenda kwa jeshi la Waislamu. Wakati wamesarenda, wakaamua kuzitoa funguo za mji wa Quds kwa viongozi wa Kiislamu. Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah akifika kwenda kuzipokea funguo, wale wakakataa kumpa, wakasema tuko tayari kuwapa funguo zake mji huu, lakini kwa shuruti. Tumeona katika historia za vitabu vyetu na nyasaya mbalimbali za viongozi wetu kwamba man yatafattah au man yatasallam mafatiha madinati al-Quds lahu awsaf, yule atakayekuja kupokea funguo za mji huu ana sifa zake, na sisi tunazo. Lakini katika nyinyi nyote hapa hakuna mwenye kuwa nazo sifa hizo, si Abu Ubaida, si Khalid ibn al-Walid, si Shurahbil ibn Hasana, si Yazid ibn Abi Sufyan, si yoyote katika hawa ambaye ana sifa ambazo sisi tunazo. Kwa hiyo funguo huu hatuwezi tukakupeni. Wakatuma salamu tena kwa Umar ibn al-Khattab. Baadhi ya ulama utarikh wanasema walizitaja baadhi ya sifa. Zile sifa walivyotajiwa wakaziona sifa hizi zinafanana na Umar ibn al-Khattab, ndipo walipomwandikia barua kwamba njoo wewe mwenyewe, miji yote tumeifungua lakini hukuja, lakini huu tunakuomba uje. Umar akamshauri Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, akamshauri na Uthman akamwambia usiende. Ali ibn Abi Talib akamwambia nenda. Umar akasema nitachukua rai ya Ali. Kwa umuhimu wa huu mji unaitwa Al-Quds, Umar akafunga safari kutoka Madina kuja zake Palestina. Wakati wanakuja, alikuja yeye na kijana wake, msaidizi wake, anaandamana naye katika safari hii. Lakini Umar kwa uadilifu wake aliokuwa nao, hakumfanya kijana wake yule ndo kumtumikia tu kutokea Madina mpaka Palestina. Akamwambia la, kipando chetu ambacho sisi tunacho kimoja, arkabuha uqba wa tarkabuha uqba, mimi nitapanda kwa zamu, nikimaliza utapanda na wewe kwa zamu mpaka tutafika huko. Kijana wake akamwambia hapana, mimi ni mfanyakazi wako, ni kijana wako, twende, wewe unapaswa kupanda mpaka tutakapofika huko. Akamwambia hapana, tutapanda kwa zamu mpaka tufike huko. Umar ibn al-Khattab akaja katika mji unaitwa Jabia, akakutana na viongozi wa Kiislamu, akina Khalid, akina Amr ibn al-As, akina Abu Ubaida, akina Shurahbil ibn Hasana na wengineo. Mji huu uko karibu sana na milima ya Golan ambayo kila siku tunasikia vita vikirindima katika Middle East. Akakutana nao, wakati wamekutana wanaona jeshi linakuja kutoka katika sehemu ya Quds. Kawauliza kuna nini? Akasema tumekuja kufanya mufawadhat, negotiation ya vipi tutausalimisha mji huu katika mikono ya Waislamu. Sisi tunakujueni, tunawafahamu nyinyi kuliko Mayahudi, na hii inaonyesha wazi kwamba Mayahudi walikuwa wakipigana vita pia kwa ajili ya mji huu, na walikuwa wakija katika kuutaka mji huu,
lakini wenyewe ni manasara, na nasara na mayahudi hawapatani wala hakuna urafiki pale. Lakini manasara waliokuwepo katika ardhi ya Falastini, ambao baadaye walisilimu wakawa Waislamu na miji hii ikawa ni milki ya Waislamu, walikuja kufanya negotiation na Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, na Umar ndiye aliyepewa nafasi ya kuingia kwenda kupokea mafatihu Madinat al-Quds. Ulama utarikhi wanasema wakati Umar anaingia zake katika mji wa Quds, shaat al-aqdaru, qudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shaat al-aqdar yani majaz aqli. Aliingia Sayyiduna Umar, ikawa zamu yake ya kupanda katika kile kipando imekwisha, ni zamu ya kijana wake. Kijana wake akawa ndo anaingia katika mji huu wa Quds akiwa juu ya kipando kile. Lakini kijana kuona kwamba ndo tunaingia sisi katika mji ambao ni husika, akamwomba bosi wake Umar kwamba panda wewe uingie katika mji huu muazzaz. Akasema abadan, utapanda wewe ambaye ni zamu yako, nitapandaje mimi wakati bosi wangu, sayyidi wangu, bwana wangu anatembea kwa miguu? Anasema utapanda tu, maadamu ni zamu yako utapanda tu. Akawa anaingia Umar katika mji wa Quds akiwa anatembea na kijana wake yuko juu ya ngamia, mpaka watu wa Quds wakawa wanaulizana, huyu ndo kiongozi wa Waislamu anayekuja, yuko juu ya ngamia, yuko juu ya kipando, na yule anayetembea ndo mtumishi wake? Waislamu wakamwambia hapana, yule anayetembea ndo kiongozi na yule aliyokuwa juu ndo kijana wake anayemsaidia katika safari zake. Lakini pia wakati wanapita katika kuingia Madinat al-Quds, wakapita katika zizi la ngamia, kukawa kumenyesha. Omar akaanza kupita katika tope, zikachafua miguu yake na nguo zake bila kujali. Anaingia pahala watu wamevaa nguo rasmi, ameingia pahala watu wako katika libasi rasmi na vinono vizuri vizuri, mavazi ambayo ni ya ghali wamevaa. Omar kaingia na nguo yake, na nguo wanaizungumzia ulama utarikh kwamba yenyewe ilikuwa ina viraka 21, vinne viko juu hapa na vingine vimetapakaa katika joho lake sehemu mbalimbali. Hakuwa akishughulishwa sana na madhahir. Umar ibn al-Khattab anaingia Quds viraka 21 au 17 au 14 kama ilivyokuja katika kutajwa katika riwaya mbalimbali, akiingia akiwa anatembea kwa miguu. Kiongozi wa Waislamu Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah akamwambia Amir al-Mu'minin, kaifa tadkhulu bihadha az-zay, hili vazi unaloingia nalo hapa utaingia nalo vipi? Na katika audha'i kama hizi za tope katika nguo yako, na katika audha'i na wadhi kama hii wewe kutembea kwa miguu, wa ghulamu karakib, atatuambia nini sisi hawa? Yani kana kwamba tutaonekana tumedhalilika, tutaonekana wanyonge kwa unavyoingia na nguo ulizoingia nazo. Umar alimghadhibikia sana Abu Ubaida kwa maneno haya. Inasemekana akampiga katika kifua chako, katika kifua chake akamwambia, la ghayruka qala hadha alkalam, la ghayruka qala hadhihi alkalima ya Abu Ubaida, bora angesema mwingine si wewe maneno haya ewe Abu Ubaida, bora angetamka mwingine maneno haya kuliko wewe, we aminul umma. Akasema maneno ya dhahabu ambayo historia imeandika. Anasemaje Umar? Anasema kunna adhillaa fa'azzana Allahu bilislam fa idha ibtaghayna al'izzata fi ghayri alislami adhallana Allah. Wewe Abu Ubaida, sisi tulikuwa wanyonge tukapata nguvu kwa kupitia Uislamu. Tukitafuta nguvu pahala pengine popote ambapo sio katika Uislamu, tutarudi kuwa wanyonge. Haya ndo maneno alomwambia jibu lake kwamba kwa nini umeingia hivi kiongozi wa Kiislamu? Vipi nguo yako ina viraka? Vipi umejipaka matope? Vipi kijana wako ndo yuko juu wewe uko chini?
akamwambia nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam, Uislamu ndio uliotupeleka hapa mpaka leo tunapewa hizi funguo, tunaufungua mji huu bila kumwaga damu. A'azzana Allahu bilislam, fa idha ibtaghayna al'izzata fi ghairi alislami adhallana Allah, tukitafuta ushindi na izza pahala ambapo sio katika Uislamu tutadhalilika tena. Wacha niingie hivi hivi. Umar ibn al-Khattab akaingia mpaka kufika katika mikono ya patriarki Nasara aliyekuwa anafunguza Madina al-Quds, kiongozi katika makasisi waliokuwepo pala. Akaonekana anatoa ufunguo bila ya jidali zozote, bila ya tabu yoyote. Akasema tumesoma katika kutubuna, ndani ya vitabu vyetu tulivyoachiwa, anna man yatasallama mafatih al-Quds rajulun tawilun arid ajla aljabha, tumeambiwa atakayeingia hapa akachukua ufunguo hizi ni mtu mrefu mnene mpana, aliyekuwa hana sha'ru nazil katika masharafa yake, lakini pia yadkhulu almadinata mashiyan wa ghulamuhu rakib, ataingia katika mji huu akiwa anatembea kwa miguu na kijana wake akiwa yuko juu ya kipando chake. Na pia tumesoma katika vitabu vyetu anna fi thawbihi, katika nguo zake huyu bwana 17 ruqatan, kutakuwa na viraka 17. Huu ndio wasfu wa mtu ambaye tumesomeshwa katika vitabu vyetu atakayekuja kufungua na kupokea funguo za Madina al-Quds. Akazipokea Umar, aliingia katika mji huu, akapita akapiga takbir katika sehemu leo ni maarufu kama Jabal Takbir huko Palestina. Akaingia, ikafika wakati wa sala, kasisi akamwambia hapa tuna kanisa letu, hili ni kanisa ariq la zamani mno na ni maarufu mpaka leo, wanaliita wenyewe Waarabu pale Kanisatul Qiyama, lipo mpaka leo. Akamwambia Umar, swali hapa ni pasafi, wakati wa sala umefika, huna haja ya kutafuta pahala pa kuswali. Umar akakataa kuswali katika kanisa. Akamwambia kwa nini unakataa? Akamwambia nakataa kwa sababu nisije nikaondoka mimi, vijana wangu wakaja wakachukua kanisa lenu wakasema huna salla Umar, huna salla Umar, hapa ni petu, kwa sababu Umar alikuja akaswali hapa. Akatafuta sehemu iliyokuwa kuna Masjidul Aqsa. Wakati huu Masjidul Aqsa wamefanya watu wa huko ni jaa la kutupwa takataka zote. Omar akafagia mwenyewe, akapangusa kila uchafu. Akatizama katika walohudhuria yupo Bilal ibn Rabah. Akaambia Bilal, njoo toa adhan kama ulivyokuwa ukitoa katika mji mtukufu wa Madina, watu waswali. Bilal akasema mimi baada ya kufa mtume simuadhini tena mtu yoyote mwingine. Omar hiki kitendo anachomwambia Bilal akifanye kwa shauku na mahaba ya Bilal kilimfanya aondoke zake Madina, kwa sababu kila akisema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alikuwa akishindwa, kilio kinakuwa kikubwa, kinashinda sauti ya adhan. Bilal anaacha. Omar anamwambia Bilal, kitendo hiki kinamfurahisha mtume. Cha leo sisi kuja katika sehemu ambayo aliswali mtume wakati anakwenda Isra na Mi'raj, adhini ewe Bilal. Siwezi kuadhini Umar, simuadhini mtu yote mwingine baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wote waliokuwepo pale wanataka kusikia sauti ya adhani ya Bilal iwakumbushe zama za bwana mtume. Imepita miaka 5 au zaidi kutokea kufa kwa bwana mtume Muhammad. Bilal mwisho akakubali, akatoa adhan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alipofika hapo hakuweza tena Bilal ibn Rabah. Wanaompenda bwana mtume Muhammad, yupo mtu analitaja jina lake mpaka anashindwa, anamsifu mtume huyu mpaka anashindwa kuendelea. Wa ala tafannuni alwasifina biwasfihi tafna ad-duhur wa fihi ma lam yusafi. Hivi ndivyo mapenzi ya kumpenda mtu mara nyingi hufanya.
Bilali alishindwa kuendelea kwa sababu anaikumbuka ile hukba, ile zama, ile era iliyokuwa wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina. Sayyidina Umar akawaswalisha Waislamu, akasoma katika sala zake rakaa mbili zake suratu Sad. Sad anaisoma kwa sababu kuna risala ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Rakaa ya pili akaisoma sura Bani Israil kwa sababu ndani yake kuna risala, kuna message gani? Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa. Akamaliza Umar kusali, na baadaye ndipo alipoandika uhda au uqda al-umariya, mithaq, ile mikataba au sahifa maalum ya namna gani anaweka amani na sulhi kati yake na watu wa Palestina. Mpaka leo ni maarufu, imekuja katika nasi yake, hadha ma a'ta Abdullah Umar, kajiita Abdullah Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin ahla iliya min al-aman. Leo naandika, na hiki ni kile ambacho amekitoa Umar ibn al-Khattab, kiongozi wa Waislamu, kwa watu wa Iliya. A'tahumul amana fi amwalihim wa fi anfusihim wa ala kanaisihim, ametoa amani, peace, kwa hawa watu wote wanaokaa hapa, wao na mali zao wasiguswe, wao wala mali zao zisiguswe. Maridhihim wa bari'ihim, saqimihim wa bari'ihim, kama mtu mgonjwa, mtu mzima. Wa ala kanaisihim alla tuhdam, yasivunjwe makanisa yao. Angalia, ni Uislamu. Watu wengi wasiojua Uislamu wanaona Waislamu ni watu wa fujo, wakiingia pahala watakula kila kitu na kuharibu mambo yote. Hapana, Uislamu ni dini ya amani, na ndiyo maana watu wa hapo walipokuwa ni Wakristo, makanisa yao yaliachwa na yameachwa mpaka leo. Hapo hii kanisa Al-Qiyama hii mpaka leo lipo. Wakati wa Krismasi zao wanazozifanya ndilo kanisa linalorindima katika ulimwengu, lipo mpaka leo. Umar alikataza lisivunjwe, na misalaba yao na kengele zao. Na kama kuna watu wanataka kuendelea kuishi waishi, wanaotaka kutoka watoke. Lakini kilichokuwa kikubwa nachotaka kukisema ndani yake, ndani ya uhda umariya, katika wathiqa hii, wa alla yusakinahum ahadun min alyahud, Mayahudi wasije wakakaa katika mji huu. Mayahudi walikuwa wanajulikana kutokea zama za Mtume shari zao, kwa sababu Mtume alikaa nao Madina. Banu Qainuqa walikaa na Mtume Madina, Banu Nadhir walikaa na Mtume Madina. Banu Qainuqa, Banu Nadhir walikaa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina. Wote hawa anawajua. Khaybar kote kulikuwa kuna Madina. Lakini kilichoonekana kutokana na tabia zao, hawa watu si watu wa kukaa na wengine na wenzao pahala. Katika wathiqa imekuja alla Banu Nadhir, Banu Quraidha, Banu Qainuqa, makabila matatu yale ya Madina yanatupa taswira, picha halisi namna Mayahudi walivyo. Asije akakaa katika mji huu wa Iliya pamoja nanyi nyinyi watu wa Palestina, Yahudi. Hii ilikuwa ni maarufu, na wanajua watu vituko vya hawa watu, kwa sababu tayari walikuwa wameshapita na wakachinja watu, wameshapita na wakafanya mpaka kitu ambacho kiliwafanya wachukizwe katika miji ile. Umar ibn al-Khattab akakaa kwa muda pale, baada ya kuhakikisha salama imeshaingia na amani, na watu wake waliokuwa wanasara wakati ule pale wakasilimu, wakaingia katika Uislamu, na umma wa Kiislamu kazidi kuwepo pale, na ndio watu wa Palestina. Ndugu zangu, kinachoendelea sasa Palestina ni kikubwa sana, na kuna watu wanasema mengi kuhusu Waislamu na Palestina, lakini mimi nataka kuwaambia wale ambao wanakaa kimya
wakati watoto wa Kipalestina na wanawake wa Kipalestina na Waislamu wa Palestina wanapouawa, wao hukaa kimya, pia wakae kimya wakati wa Palestina wanapowaua Waisraeli. Lakini kama unaguswa na kuuawa kwa dhulma ya mtu yeyote ambao Uislamu haupendi kumwaga damu za watu, basi isiwe kwa upande mmoja tu, wala isiwe wewe unawatetea baadhi ya watu ambao kadhia yao wao ni muhimu sana kuzungumzwa, hususan katika ulimwengu wa Kiislamu leo, ukawaacha hawa ukawazungumzia watu wengine ambao wao ndo wadhamizi na madhalimu. Hazitupani kabisa kadhia za South Africa na kadhia ya Palestina. Wale wazungu walipokuwa wakiwanyanyasa wa Afrika wa South Africa, akina Mandela na wengine, zinafanana kwa upande. Kuna sehemu ya kufanana kadhia hizi. Kama mtu binadamu ana ubinadamu katika roho yake, alikuwa akiwasapoti watu wa South Africa ili wapate uhuru wao, basi anapaswa kuguswa na kadhia ya Palestina vile vile, kwa sababu kuna sehemu ambayo inafanana na hayo, kama hutaki kuingia katika mambo ya dini. Ndugu zangu Waislamu, tunapaswa kuwafanyia dua, tunapaswa kuwafanyia dua ndugu zetu wa Palestina, kwa sababu kadhia ile sio yao tu, ile ni kadhia ya dini, ile ni ishu ya dini, ule ni udugu kati yao na sisi wa Kiislamu. Yoyote ambaye ana nafasi ya kufanya dua usiku, afanye dua kwa ajili ya nusra ya ndugu zetu. Mtume anatuambia unsur akhaka dhaliman au madhluman, mnusuru ndugu yako akiwa anadhulumu au pia akiwa anadhulumiwa. Wakasema tunajua namna kama anadhulumiwa kumnusuru. Kama anadhulumu yeye, pia Mtume anasema tamna'uhu 'ani dhulm, mnusuru ndugu yako kwa kumkamata mkono asiwadhulumi watu. Hatutaki watu wadhulumiwe, wala hatutaki nasi pia tudhulumiwe. Fallahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Filastin, Allahumma inna nastawdi'uka Filastina wa ahlaha ya arhamar rahimin, farij 'ala almuslimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuuliza, malakum la tanasarun, mna nini nyinyi, mbona hamsaidiani, mbona hamnusuriani? Sisi Waislamu tunatakiwa kupendana, kunusuriana, kupeana support katika kadhaya na ajenda zetu, kujuana. Hizo ndo issue zetu Waislamu. Muislamu pahala popote ni mwili mmoja. Mathalul muslimina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mfano wa Uislamu katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao, kamathalil jasadi, kama mwili mmoja. Idha ishtaka alayhi udhun tadaa lahu sairul jismi bisahri wal humma, kiuma kidole au sikio au jino katika mwili uwalikana mwili mzima, Uislamu yule akakesha kwa ajili ya ndugu zake mustadhafina katika sehemu zote. Namwomba Mwenyezi Mungu awape faraja na awadamirishe maadui zetu, atujalie katika huu ulimwengu tupate izza kama tuliyokuwa nayo wakati wa Bwana Mtume na masahaba zake al-akramin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.